Karibu ujipatie kitabu kinachokuelimisha na kufundisha mambo makuu matano. Jambo la kwanza ambalo limo kwenye kitabu hiki, elimu ya kujitambua. Tunafahamu katika dunia sasa hivi watu wengi hawajitambui kuwa wao ni kina nani na wapo kwenye hii dunia kwa kusudi gani. Ila kwa kupitia kitabu hiki utapata kuelimika na kujifunza zaidi na kujitambua. Namba 2, kujiamini kunajumuisha kujitambua. Katika maisha ya sasa hivi vijana wengi tunaona hawajiamini. Kujiamini kunakuwezesha kufanya kitu ambacho kwenye malengo yako umejipangia, ila usipojiamini huwezi kutimiza malengo yako. Kwa kupitia elimu iliyopo kwenye kitabu hiki, watoto, vijana, wazee na watu wengine wote wana uwezo wa kupata elimu hiyo ya kujiamini, na ukishajiamini utajitambua. Kitu cha 3 ni mbinu au elimu ya kutimiza malengo. Tunaposema kutimiza malengo, asilimia kubwa katika maisha ya sasa hivi kila mtu ana malengo, hata mimi pia nina malengo. Na malengo kwangu yapo kwenye mjumuisho kuwa unapokuwa na gari, nyumba, pesa, yale ni sehemu ya malengo. Unawezaje kuyatimiza? Na hichi kitabu kinakuelewesha jinsi gani ya kutimiza malengo yako. Na upande mwingine, kufanikiwa kunajumuisha nini? Hakika tunapata kuona katika maisha ya sasa hivi mafanikio, kila mtu anawaza mafanikio kwa njia yake. Mwingine anahisi akipata gari, pesa, nyumba, watoto amekwisha fanikiwa, lakini kwa kitabu hiki mtazamo uliopo, kufanikiwa ni kutopungukiwa maishani. Utasema utakuwaje huwezi kupungukiwa? Unapokuwa unamwamini Mwenyezi Mungu haupungukiwi katika maisha. Sasa utakuta jamii ya sasa kufanikiwa wamewekwa ni upande wa magari, nyumba, pesa, wakati hivi vitu vinasimama kwenye upande wa malengo. Malengo yako ni gari, nyumba, pesa. Ukipata kitabu hiki kitakuelimisha na kukufafanulia zaidi. Na mwisho kabisa, kutoa kwa upendo. Tunajua utoaji siku hizi unategemeana mwingine kwa utapata nini, ama kuna kitu gani mtu anatarajia kwako anapokupa. Lakini kutoa kwa upendo hakujumuishi kwa utapata nini. Unatoa, utarejeshewa kwa wakati ambao Mungu yeye amekupangia. Kupitia kitabu hiki kitakuelezea jinsi gani utaweza kutoa kwa upendo na utaweza kutoa kwa wengine bila kuwa na manung'uniko na bila kuwaza itakuwaje. Hivyo ninakushauri ukiwa kama mzazi, mtafutie binti yako, kijana wako kitabu hiki, na hata wewe mwenyewe kinakufaa, kwa maana kipo kwa wote. Karibu sana sana.